Karibu sana msikilizaji wa simulizi yetu nzuri ya Nitarudi Mwanangu, hii ikiwa ni sehemu ya 3. Katika sehemu ya pili, kama nakumbuka, tulishia kati Grace, GE pamoja na Lulu walikuwa wametoka kule walikokuwa wamefanyika mauaji ya bibi yake pamoja na ndugu zake wengine walikuwa wamezikwa na kuelekea kule alikokuwa ameacha watoto Grace. Wakiwa njiani, Suzy aliweza kuwatambua watoto wale na kutaka kuwapa lifti. Aliwatambua kina nani, ila Grace yeye hakuweza kumtambua Suzy isipokuwa GE alijua yule ni nani. Alitamani sana kuongea lakini alijikuta akiwa anashindwa hata alipoonesha ishara wenzake hawakufahamu pia. "Yaro, twendeni, achini ujinga, ni usiku," alisema Suzy, na Grace alitafakari. Aliona kwamba ni bora tu akimpitia gari ile wapate kuondoka na kufika katika kituo cha Balimbi. "Hebu twendeni," alisema Grace huko akiwa anawakimbiza wenzake kuwahi katika gari ambapo mmiliki ni mtu ambaye alikuwa anahitaji kuwahoji kuhusu watoto wapo wapi, lakini GE alionyesha kusita hata kujitoa katika mikono ya Grace ambaye alikuwa amesimama baada ya kuona GE ametoa mkono yake. Nini kilichoendelea? Nitakujuza kwa uzuri kabisa msikilizaji katika sehemu hii hapa ya 3. Mtunzi ni Sam Dafu, director ndo mimi ambaye nakujuza. Unatupata kupitia 0677 062012. Pale ndani ya S-Mix Up na ipata simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Endelea nami katika sehemu ya 3 nitakujuza nini hasa kilejeli. Grace alishangaa kwa nini GE hakutaka kupanda katika lile gari. Alijaribu kumvuta lakini wapi. Ilikuwa ni kama vile analazimisha kisiki kuweza kungoka kwa mguu. Alijikuta akiwa anajawa na hasira. Aliamua kumshika tena ili aweze kumpandisha, lakini bado GE alisimamia msimamo wake. Muda wote hakuacha kumwangalia Suzy ambaye katika gari chake anawatizama. Lulu naye alishangaa baada ya kuhisi kwamba ni kama wenzake walikuwa wamesimama hivi. Aliamua kupaza sauti ili amuulize Grace kuna nini ambacho kinaendelea. "Grace, vipi? Mbona tumesimama? GE hataki kupanda katika ile gari na mimi hata sijui nitafanyaje," alisema Grace. "Kama hataki basi tutembee tu. Unaona kabisa hana uwezo hata kuongea wewe. Tukisema tumwache hapa hataweza kabisa kufika tunakoenda," Lulu alisema. "Sijui nafanyaje mimi. Na nimechoka mno, yani msaada kutufikisha karibu na chuo ni ule pale, lakini hata tujue tunafikaje yani," alisema Grace. Na bahati mbaya GE haongei. Labda ana sababu yake tu ya msingi ambayo inamfanya hata asipande katika gari. Kwa sababu ipi? Labda hiyo ni visani vyake tu, yani watoto wengine bwana. Grace alijikuta akiwa anasema kwa jazba mno huko akiwa anamwangalia Suzy ambaye alikuwa katika gari. Wote hawakufahamu kwa nini GE alikuwa amegoma kupanda katika lile gari. Laiti kama angetambua kwamba aliyekuwa mbele yao alikuwa ni muuaji ambaye alikuwa yuko mahali pale kwa lengo la kuweza kuwachukua, basi hata wasingeendelea kumlazimisha GE kuweza kupanda ili waweze kuondoka. Suzy baada ya kuona watu wanachelewa kupanda aliamua kushuka. Alisogea hadi mahali pale na kisha alianza kuzungumza nao. "Mbona mmesimama muda mrefu sana, afu nimewasubiri tu vya kutosha, naona kabisa mpande katika gari?" aliuliza. Grace alikaa kimya kisha akamtazama Lulu ambaye alitaka kuzungumza jambo lakini alimzuia kwa kujua kuwa lazima Lulu angeongea kwa kadharau kama ilivyo kawaida yake. "GE amegoma kupanda katika gari, sio tena nini?" alisema Grace huko akiwa anatoa mkono wake katika mdomo wa Lulu. "Oh, jamani GE, sasa kwa nini lakini unakuwa kwa hivyo? Sasa hivi ni usiku, isitoshe kuna wanyama wakali sana, uogopi wanaweza kuwazulu tu kipenzi. Hebu twende basi tupande katika gari," alisema Suzy kwa kumshika mkono GE. Kitendo cha kushikwa tu na mtu ambaye alikuwa amempa maumivu na ulemavu katika maisha yake kilimkera GE na kuamua kumng'ata meno katika mkono wake. Suzy alitoa mkono haraka katika mdomo wa GE. Alimtazama kwa hasira mno, alitamani ampige lakini alijizuia. "Jamani GE, nini tena ambacho unaanza kumng'ata hadi mtu ambaye anataka kukupa msaada kweli?" alisema Grace huko akiwa anataka kumpiga GE. Grace alikuwa na hasira kupendezwa kabisa na kile kitendo cha GE. Usimpige mtoto bado," alisema Suzy huko akiwa anaangalia mkono wake ambao ulikuwa unatoka na damu. "Oh my god, kaniumiza. Okay, ngoja nakuja nachukua kitu hapa," Suzy aliongea huko akiwa anaelekea katika gari na nyuma yake aliwaacha kina Grace. Lulu alitamani aone matukio yote ambayo alikuwa anaendelea mahali pale, lakini upofu wake ulimnyima kabisa uhondo, akabaki akicheka tu tumboni. "Ina maana GE amemng'ata meno, si ndio?" Lulu aliuliza kwa kicheka. "Yaani Lulu, hebu acha tu mdogo wangu. GE hata sijui amekuja kuwaje yani. Labda na makusudi, uweze kabisa kujua hilo."
We nawe kusudi. Hana cha kusudi, ni kisirani tu. Ona, mama watu amemng'ata meno hadi damu inamtoka, Grace alisema. Maongezi yao haya kujaliwa na GE ambaye aliona hana budi kuanza kupiga hatua ili kuondoka katika eneo lile. Mguu wake wa kulia ulitangulia kwa mbele, kisha mguu wa kushoto ukafuatia. Macho yake yalikuwa yamejawa na machozi. Alitamani angelikuwa na uwezo wa kuzungumza ili apate kuambia ukweli wenzake, lakini alishindwa. Alibaki akiwa anajiongelea katika moyo wake huku machozi yakiendelea kumtoka. Natamani Mungu anipe uwezo wa kuzungumza ili niwaambie ukweli ndugu zangu kwamba yule sio mtu sahihi kabisa. Natamani Grace angeweza kufahamu kwa nini nilikuwa nimemng'ata yule mtu meno. Natamani mengi sana, lakini yote siwezi tena kufanya. Sina jinsi, acha nikubaliane na ukweli. Najua kama nikiwaambia kwamba tuondoke hapa hawatataka, ila kuondoka kwangu kutawafumbua akili. Labda wao wakiona kwamba na umuhimu watanifuata. Maneno haya ambayo yalikuwa yakizungumzika ndani ya moyo wake tu yalifanya yazidi kumtoa machozi. Alipita hadi usawa gari la Suzy, alimtazama kwa jicho la hasira, kisha akaendelea na safari yake kabla ya kushikwa na Grace. GE, kwa kuwa usikii ndo maana unakuwa unafanya yote, si ndio? Kwa kuwa huongei ndo maana unakuwa unisumbua hivi. Kwa nini lakini GE, kwa nini? Sitoni tukapande tu kwenye gari ndugu yangu. Grace alijaribu kuzungumza kwa sauti, lakini sauti yake haikufua dafu katika masikio ya GE ambaye alikuwa asikii kabisa. Suzy ambaye alikuwa katika gari akiugulia maumivu aliamua kushuka, kisha alisimama pembeni ya mlango akamuita Grace. Grace alipoona kwamba anaitwa alisogea hadi karibu na Suzy huku akiwa anamwacha GE akaendelea kutembea kwa hatua za kawaida. Ulisema naenda wapi? Aliuliza Suzy. Swear, lakini nikifika chuo hapo nitakuwa nimeshafika, ndo maana nilikuwa nataka unipe msaada kwa hapo tu, alisema Grace huku akiwa ana dosa vidole vyake. Sawa. Nipo na hela kwenye gari, lakini panda kwanza, alafu pale chuoni nimeona bodaboda. Wale nitawapa hela kisha watakupakiza na utakuja kuwachukua ndugu zako. Baada hapo utaanza mnakoenda. Nilikuwa napanga kwamba niende nikawachukue mie bodaboda, lakini kama unavyokuwa unafahamu unaweza wapa hela alafu wasijata huko, alisema Suzy. Maneno ya Suzy alimfanya Grace aamini kwamba ni kweli mtu yule alikuwa ni mwema mbele yake. Hakuhitaji kuyafikiria sana maneno yake, badala yake kama mtazama GE kisha akasema, "Ngoja niongee nao hapa, alafu baada hapo nitarudi. Tutaondoka, ila asante." Alienda kumshika mkono GE kisha akamrudisha hadi sehemu ambayo Lulu alikuwepo. "Kuna nini, mbona tushikisha mikono?" Lulu aliuliza. "Naenda kuchukua bodaboda hapo chuoni, afu nitakaporudi nitakuja kuwafuata, sawa?" Grace alisema huko akiwa anamtazama GE. "Usichelewe basi," aliongea Lulu. "Sawa, bakieni hapo hapo, asiondoke mtu." Lulu hakikisha kwamba unamshika GE vizuri kabisa, maana akikuporonyoka tu huyo hutampata tena, alisema Grace kisha aliondoka na kupanda katika gari. GE alimtazama Grace, alitamani amzuie lakini alishindwa. Hata mdomo wake tu alipojaribu kuruhusu utamke maneno alijikuta akiwa anashindwa kufanya hivyo. Hatimaye macho yake yalishuhudia gari likiwa linaondoka mbele yake, huku naye akiporonyoka katika mkono wa Lulu, lakini haikusaidia kitu kwani tayari gari lilikuwa limekwisha kuondoka mara pale. Mbele yake aliona taswira ya kifo ikifuatia kwa Grace. Aliona jinsi ambavyo anaenda kufanywa mtu aliyekuwa anamtegemea katika maisha yake. Aliendelea kudondosha machozi na mwisho akarudi na kumshika Lulu. "Na unalia sana, narudi bwana," Lulu alisema kwa jazba sana huku akifahamu fika kwamba GE alikuwa asikii maneno yake. Upande wa Joel, luninga iliendelea kuonyesha tamthilia mbalimbali katika sebule ya nyumba ya Joel. Na alikuwa amekaa na familia yake wakiwa wanaendelea kufurahia tamthilia ambazo walikuwa wanazitazama wote kwa pamoja. Salome alikuwa amejilaza katika kifua cha mume wake, huku Jona akiwa amekaa katika sofa jingine akiwa anaangalia tamthilia. Sauti kubwa ya redio ambayo ilikuwa imeunganishwa na luninga iliendelea kusikika. Sauti ile iliwafanya hata wasizungumze, badala yake umakini wote ulikuwa katika tamthilia. Jona ambaye alikuwa haelewi tamthilia ilibidi aamke tu kuelekea chumbani kwake kulala. "Unaenda wapi baba?" aliuliza Joel. "Naenda kulala, nimechoka baba," Jona alijibu akiwa anajinyosha. "Umechoka? Unaona hakuna katuni, ila sawa, nenda, kesho skuli bwana, usije kachelewa bure." Salome alichangia huko akiwa anamzodoa mtoto wake. "Haya mama na baba, usiku mwema alisema Jona kisha akaelekea chumbani moja kwa moja. Sebure ilibakia na wapenzi wawili ambao waliamua kujiachia kwa kila kitu. Salome aliona ule ulikuwa ni muda sahihi wa kuweza kukumbushia mpango wake wa kumuua Lulu, akasema,
Lulu anazunguka tu, kuna mtu ambaye ananiambia kwamba jana usiku walimuona maeneo ya Ngaza, sijui hata alikuwa amekwenda wapi huko. Alikuwa mbeba na mtoto mwenzie. Maneno haya yalimwamsha katika kifua cha mume wake. Ngaza tena? Mbona yeye mtoto ananitia aibu hivi? Najuta kwa nini nilikuwa nimezaa haki tena. Joeli alisema kwa jazba sana. Sijui tunafanyaje. Kwani Alex amesemaje? Mimi nimechoka kwa kweli, aibu kama hizi tunapata tu sisi huku yani. Alex, nikwambia ndio ongea naye umesahau. Halafu kama hamwezi kazi, mimi kesho nitaenda kumchukua na nitamua. Kwani unadhani kwamba eti nashindwa basi? Joeli aliongea kwa jazba. Alimtazama mke wake ambaye naye alitaka kuzungumza jambo lakini alimwahi. Inaonekana ni ujinga, kila eneo nasema tu mimi kwamba eti nimemtelekeza mtoto baada ya mama yake kufa. Huu si upumbavu. Leo kazini kwa nataka kupigana na fara mmoja hivi yani. Anangangana kwamba eti nimemtelekeza mtoto. Nimemtelekeza hadi asili zikawa zimenipanda yani. Haki mimi ningemua yule mbwa. Alisema Joeli. Na watu wa pale ofisini kwako bwana, wanashikiliaga jambo, hawanaga dogo wale. Pole Lavila. Alex ngoja nimpigie simu. Alisema Salome, kisha kanyua simu yake na kupiga. Simu iliita kama sekunde 10 hivi, kisha Alex alipokea simu. Bila hata kusubiri Salome kaongea. Alex, mimi na wewe sio kufanyana hivi, haki kabisa nakuambia. Kwa nini niache tunakuwa nadhalilika hivi na kama hela mbona nishasema kwamba nakupa? Alisema Salome, nisikilize. Nilikuwa namfuatia mtoto wenu. Nimebahatika kuweza kumuona yupo Lucherele muda huu. Tena yule pale sijui unaniambiaje hapo. Alex alisema. Lucherele anafanya nini tena? Salome alisema kwa kuhamaki, kabidi Joeli ampokonya simu. Hello Alex. Unanisikia? Ni mimi Joeli hapa. Sikia. Kama yupo hapo unamuona, hakikisha kwamba unamkamata. Joeli alisema kwa sauti kubwa yenye uharakishi ndani yake. Kumkamata sio tatizo. Swala lilipo hapa ni hela tu. Hela ipo nikuletee, kama utataka kumuua basi na umue mwenyewe yote vile yani. Alisema Alex. Hela ipo, ondoa shaka. Alisema Joeli. Okay, unahitaji nimkatekate vipande kisha niweke katika deli au utamua tu mwenyewe? Kwa jinsi anavyonitia aibu, nitamua mwenyewe mbwa huyu. Wewe mkamate tu, kila kitu nitafanya mwenyewe. Alisema Joeli. Okay, nipe dakika 30 nitakuwa niko hapo na utamuona mtoto wako. Alisema Alex na kukata simu. Tabasamu nzito lilikuwa katika nyuso za wapenzi wale ambao waliona kama wamefanikiwa kuweza kumpata mtu ambaye walikuwa wanamtafuta kwa muda. Walimwamini Alex kwamba hakuwahi kabisa kukosea na si mwingi wa ahadi katika maisha yake. Hivyo kile ambacho alikuwa anakiongea ni cha kweli kabisa, na pia alikuwa anamaanisha. I love you baby. Alisema Salome kichota nusu lita ya mate kutoka katika kinywa cha Joeli kilichokuwa kimetoa ndimi kwa nje kidogo. I love you too baby. Maisha yangu ama yetu yanaenda kuwa na amani hivi sasa. Hata mimi naona baby. Alisema Salome. Najuta mno kufanya maamuzi mabaya katika maisha yangu. Maamuzi kama ya kuishi na yule mbwa. Nimeweza kala gosi, sio mtoto yule. Yaani akija hapa namkata vipande na pika supu shwaini kabisa. Usijutie sana love. Kwa kuwa tayari tumeshampa dili Alex. Atakamilisha tu kikubwa embo andatu kifaa cha kuweza kuchinjia tu, maana sitataka nimuone hapa asije kabisa mambukiza mtoto wangu muonekano wake. Alisema Salome. Walijikuta wakiwa wanaongea mambo mbalimbali na namna ambavyo wataweza kufanikiwa kumchinja Lulu. Wakiwa katika gari, Suzy aliamua kumpa kamkate Grace. Mkate ule kwa ndani alikuwa ameweka madawa ambayo yangeweza kufanikiwa kumlevya. Na bila kujua alipokea na kuanza kula. Mwili wake ghafla uliingiwa na uchovu, na hata alipokuwa amefika katika eneo la chuo hakutambua kama ilikuwa eneo la chuo, kwani tayari usingizi ulikuwa kwa ndani yake. Ilikuwa ni kama pepo ambayo ilikuwa imemtawala kwa muda mtu yule ndani yake. Suzy alipoona mtu ambaye ana watoto amelala, aliamua kumpigia simu Kan ili ampe taarifa. Kan, uko wapi? Aliuliza Suzy. Natoka ofisini. Uko wapi wewe? Nipo Luchere, nipo na yule mtoto ambaye alikuwa ameondoka na wale watoto katika nyumba ya bibi. Usiniambie, upo naye hapo? Kwanza uko wapi? Sikia, nakukuta sasa hivi. Kan aliuliza maswali mfululizo bila hata kujibiwa. Nisikilize, tukutane nyumbani kwangu. Sasa hivi niko maeneo ya Nyegezi hapa kona. Alisema Suzy. Okay. Si upo na watoto au? Kana kauliza. Nope, hana watoto, but inaonyesha kwamba anajua wapi ambako amewaweka. Tukutane nyumbani. Alisema Suzy na kukata simu. Suzy alifahamu endapo kama wakimbana ipasavyo Grace, basi angeweza kusema ni wapi mtoto alipokuwepo. Alifanya hivyo kwa makusudi kabisa. Alijua kama angeweza kumuuliza kabla kuhusu mtoto, basi Grace angeweza kufahamu kwamba
haukuwa mwema kwake, jambo ambalo alikuwa ameamua kulificha. Katikati ya jiji la Mwanza, ndani ya kijiji ba, watu mbalimbali walikuwa wamefurika katika sehemu ile ya starehe ambayo vijana wa mjini walikuwa wanaita sehemu ya bata. Hakika bata walikuwa wanaliwa haswa katika eneo lile. Kila aina ya chakula na nyama ilikuwa inapatikana. Kwa upande wa vinywaji ndio usiseme. Kwenye moja ya meza alikuwa amekaa Noeli pamoja na msichana mmoja hivi ambaye alikuwa amependeza kiasi. Noeli alikuwa na maongezi ya siri na mwanamke yule mwenye uweupe wa kirangi hivi uliokaribiana na kigogo. Mezani kulikuwa na pombe mbalimbali ambazo walikuwa wanakunywa kila dakika pamoja na nyama ya nusu mbuzi, huku Noeli akiwa anaongoza katika kuzigida zile pombe. Unajua nini Karen? Nahisi nilifanya makosa sana, alisema Noeli huku akiwa anamuita yule mwanamke kwa jina la Karen. Kwa nini nasema hivyo? Au kuhusu upendo? Aliuliza Karen. Ndio. Unajua sikustahili kabisa kukataa ile mimba. Ila yote ni huyu mbwa Malia huyu. Unajua nipo kwake kwa ajili ya pesa na sikutaka hata ajue kama nipo na uhusiano na upendo, alisema Noeli. Hata hivyo inaonyesha kabisa hukumpenda upendo. Ulikuwa poka kumharibia tu jana wake pamoja na masomo yake. Sasa hivi yupo Marimbe sijui Swea huko. Amejifungua tayari na niliwahi kuongea naye kuna siku hivi. Alisema kwamba hataki kabisa kusikia hata jina lako. Kwani vipi kuhusu Maria, umeachana naye ama? Maana si kawaida yako kuweza kuniita hapa alafu usiku kama huu. Aliuliza Karen huko akiwa anachezea simu yake. Wewe namalizana naye vipi wakati bado sijapata ninachokihitaji? Sina ujinga huo. Hadi nihakikisha kwamba dili la mtonyo linakuwa limetimia alafu ngoja kwanza nikunong'oneze. Alisema Noeli huko akimshika Karen katika shingo yake na kumnong'oneza. Kwa hiyo hamjamuoa hadi sasa hivi? Aliuliza. Yes, bado. Hatujafanya hivyo, ila iwe siri yako tu, alafu kuhusu upendo nitamtembelea ipo siku tu. Na shujui ni kwamba kitanda kizaa Rambo na ile damu yangu hata kama nikikataa. Sawa, ngoja mimi niondoke maana nimepata danga hilo aise, nikichelewa hapa na bondo na kunyanduliwa juu. Anaga huruma kabisa yule mbwa. Alisema Karen huko akiwa anachukua pombe na kuondoka mahali pale. Uache kutembea na kina Mwakinyo bwana. Utakuja kufa shauri yako, alisema Noeli huko akiwa anaendelea kuzigida pombe. Karen alikuwa ni shoga mzuri wa Upendo Joshua, mwanamke ambaye ndo alikuwa amempa ujauzito Noeli. Ila baadaye alimkana kabisa na kumwambia kwamba mimba haikuwa ya kwake wakati Upendo alitembea na Noeli. Rafiki yake ambaye ni Karen alifahamu kuwa Noeli alikuwa na mahusiano na Maria, lakini alimficha hata Upendo alipokuwa amehisi kama anasalitiwa na kumweleza rafiki yake, lakini alimpa moyo na kumhakikishia kwamba anapendwa na Noeli, jambo ambalo halikuwa la kweli. Lulu alikuwa amesimama kwa muda mrefu huku akiwa amemshika mkono G. Watoka pamoja walimsubiria Grace ambaye aliwaahidi kwamba anaenda kufuata pikipiki, lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda walizidi kuhisi utofauti. G alitambua wazi kwamba Grace hakuwa mtu wa kurudi mahali pale, lakini kwa kuwa hakuwa na uwezo wa kuongea alishindwa kabisa kumjuza Lulu. Giza liliendelea kuambia kwamba usiku ulikuwa ni mwingi. Ghafla mbele yao alisimama gari. G alifanikiwa kuliona gari lile na Lulu alisikia sauti ya mlio wa gari. Mnaenda wapi nyinyi? Ilikuwa ni sauti ya Alex ambaye alikuwa katika gari kama kawaida. Lulu pindi alipokuwa anasikia sauti ambayo hakuifahamu hakuacha kujibu kwa dharau. Ina maana kazi yako ni kuuliza watu tu kwamba naenda wapi? Lulu alisema. Jibu hili likamkera Alex, akaamua kushuka katika gari kisha alimsogelea Lulu na kuchuchuma. Nani ambaye unamjibu hivyo kipofu? Na mjibu anayeona, asiyekuwa na akili anayeuliza kila anayemuona. Lulu alijibu tena kwa dharau. Light kama angelifahamu lengo la Alex kwa mara pale, basi angeziba hata mdomo wake. Sawa. Nani Lulu hapa? Aliuliza Alex. Mimi hapa. Alafu acha maswali, hebu fanya mambo yako bwana, Lulu alijibu. Alex alishangaa kukutana na mtoto ambaye alikuwa anamjibu kama mtu mzima hivi. Akili yake ilianza kutafakari maneno ya Lulu moja hadi jingine. Alihisi kabisa anaongea na mkubwa mwenzie aliyeduma. Ghafla simu yake iliita na alipotazama aliona jina lilikuwa ni Salome. Lilikuwa limetokea. Alipokea. Nimeshampata huyu hapa. Hebu ongea na mamako hapa kipofu, Alex alisema. Wewe mbwa, ukajua kwamba alitakukamata si ndio? Sauti ya Salome kasikia katika simu. Lulu alipata kujua kumbe aliyekuwa mbele yake alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ametumwa na mama yake. Aliona hana nafasi tena ya kuendelea kuishi duniani, alisema. Nimekubali kwa mlichokifanya kunitoa macho yangu, si ndio?
kunikata vidole na kunifanya hata niwe na muonekano mbaya, lakini bado tu hamjatosheka, si ndio? Bado mnahitaji kuniua. Nimewakosea nini nyinyi? Kipi hasa nilichowakosea? Maneno ya Lulu yalikuwa yanaumiza sana. Hata Alex mwenyewe moyo wake ulibeba maumivu makali sana. Ukatili ambao nao ulikuwa umeanza kupungua, lakini ulilushwa tena na kauli ya Salome. Unaniimbia ngonjera, si ndio? Umuulize mama yako alikufaje mbwa wewe. Alex, hebu mlete uchukue hela yako chap. Baada ya amri kutolewa, hakuna ambacho Alex alikuwa anataka kusubiri. Akambeba Lulu wangu na kumtia katika boti la gari. GE alibaki akilia huku kanarusha mikono yake tu. Alimsogelea Alex ambaye alikuwa anataka kupanda katika gari, akamshika miguu yake. Kitendo hichi kilimkera mno Alex ambaye alimpiga teke moja takatifu la tumboni na GE akarushwa hatua 5 nyuma. Unabati sina mzuka wa kuua mbwa wewe, alisema Alex, kisha alipanda katika gari yake na kuondoka mahali pale kwa kasi ya ajabu. Tukirudi upande wa Grace, fahamu zilikuwa zimerudia katika mwili wake, lakini alijikuta akiwa amewekwa mtukati katika chumba kidogo. Hakufahamu ni wapi alikuwa, lakini mbele yake ilikuwepo sura ya Kani. Sura hii alifahamu kama ni moja kati ya watu ambao walifika Rucherele kwa Mama Rasa. Pia kulikuwa kuna sura ya Suzi ambaye alikuwa amevaa pensi. Naona umeamka baada ya kumwagiwa maji, alisema Suzi. Wako wapi akina G? Grace kauliza huku akiwa anataka kutoka, lakini ilikuwa ni ngumu kwani alikuwa amefungwa katika kiti na mikono yake ilikuwa imewekwa juu ya meza. Nani namuuliza hilo swali? Sikia binti, unajua nakimbia na hela za watu, unaondoka na watoto ambao tumeshachukua hela tayari. Najua ile sio damu yako. Una chaguzi moja tu ya kuweza kuruhusu maisha yako, nayo sio nyingine zaidi ya kusema ukweli tu. Wapi liko apeleka wale watoto? Alisema Kani ambaye mkononi alikuwa ameshika koreo. Grace alikaa kimya kama vile hakuna kitu ambacho alikuwa ameulizwa hivi. Mapigo ya moyo wake alikuwa yanaenda mbio sana. Alimtazama Suzi ambaye alimsogelea na kumpiga kofi katika shavu lake. Watoto mapacha umepeleka wapi mbwa wewe? Maana unaulizwa alafu eti unakuwa unashinda kusema. Suzi alisema, lakini Grace bado alionyesha hakutaka kuzungumza. Kiburi kilichoambatana na jeuri kilikuwa kando ya mwili wake, naye aliamua kuvikaribisha vyote kwa pamoja bila hata uoga. Unashindwa kusema, si ndio? Kani aliuliza huku akiwa anamshika koreo lake. Sijui wapi walipo, alisema Grace kwa kutamka maneno kwa herufi kubwa. Hujui wapi walipo ili hadi wewe ndo ambaye ulikuwa umeondoka nao pale? Okay binti, mimi nina kazi nyingi sana za kufanya, na wale ni miongoni mwa mapacha ambao nilimzalisha mama mmoja hivi. Kwa kifupi ni kwamba kazi yangu ni udaktari. Sioni kazi kuweza kuchezea damu ese. Suzi, naomba mkasi, alisema Kani. Suzi alisogea katika beseni ya chuma ambayo ilikuwa na vifaa mbalimbali, kisha akatoa gloves pamoja na mkasi katika beseni ile na kumpa Kani. Binti, huu ni mkasi. Najua vizuri kabisa kazi yake. Pia unaijua na hii hapa ni koleo. Sijapanga kutumia hili koleo, ila kwa sasa hivi nitatumia kitu kinaitwa mkasi. Sasa kabla sijatumia, naomba uniambie ni wapi uliwapeleka watoto, aliuliza Kani kwa kumuonesha Grace vifaa vyote viwili. Grace alitamani kusema ukweli, lakini alikumbuka maneno ya Mama Rasa ambaye alimtaka kuwalinda watoto kwa namna yoyote. Aliamua kusema, sijui wapi wapo. Yaani kanajifanya kajeuri aise. Kani, hebu muoneshe bwana, alisema Suzi kama kutoa ruksa kwa Kani. Kani akamsogelea Grace kisha akamshika mikono yake ambayo alikuwa ameweka mezani. Alimtazama Suzi ambaye alipeleka kichwa chake juu na kurudisha chini, kushauri kwamba alikuwa anakubaliana na tukio ambalo lingeweza kufanyika mahali pale muda mfupi ujao. Bila hata sindano ya ganzi, mkasi ulitua katika vidole viwili vya mwishoni kabisa katika mkono wa kulia wa G. Kani alikandamiza mkasi kwa nguvu, hatimaye vidole vikadondoka chini na kuanza kurukaruka damu iliyokuwa inatoka kama maji, na Grace hakuacha kulia. Mama! Alipiga kelele Grace. Mwako alimwambia azungumze ukweli ili kuweza kunusuru maisha yake, lakini mdomo uligoma kabisa kufunguka kwa kuzungumza ukweli kuhusu watoto. Vidole vipo 10, nimeanza na viwili. Utakaposhindwa kusema wapi watoto uliwapeleka, jua kabisa ndio kifo chako. Na nitaanza na vidole vya mikononi na baada ya hapo nitafuatia vya miguuni. Sitani binti, naomba uniambie ni wapi watoto walipo.
aliuliza tena Kani. Grace alikuwa ni kama askari ambaye alikuwa amekula kiapo cha ujasiri licha ya kutolewa vidole, lakini bado alisimamia msimamo wake. Sijui wapi wapo. Alitamka maneno hayo huku macho yake yakiwa yanaangalia kwenye mkono wake ambao ulikuwa hauna vidole viwili. Sio mbaya. Kwa kuwa bado nina mkasi hapa, hakuna kinachoshindikana. Nitafanya zoezi langu tu, kwa hiyo utachagua nitoe vidole vyote ndo useme ukweli au niishie hapa kwenye viwili. Ila natoa vingine viwili hivi hapa. Kana alisema, kisha alipitisha mkasi katika vidole vya katikati pamoja na cha shahada. Are you ready? Kwa vidole vingine viwili. But now nitatoa kimoja tu, alisema Kani huku akiwa anamtazama Grace ambaye anaendelea kulia. Sasa binti, si useme tu sehemu walipo. Sijui wapi wapo, Grace alisema tena kwa mara ya tatu. Kani hakutaka hata kuchelewesha, alipitisha mkasi katika kidole gumba na kukitoa. Maumivu ya kidole hichi yalikuwa ni tofauti kabisa na vidole vingine, kwani aliumia sana kwa kweli. Suzy, naomba chumvi na spiriti. Huyu atasema tu huyu, Kani alisema, na Suzy alisogea tena kwenye beseni na kuchukua chumvi pamoja na spiriti akamkabidhi Kani ambaye aliweka katika vidole vya Grace ambavyo alikuwa amevikata. Maumivu yalizidi ya mwanzo, msikilizaji. Grace hakuona tena sababu ya kutokusema ukweli. Niko tayari kusema. Kani aliweka kituo kisha akamtazama Grace ambaye mwili wake ulikuwa umelowana kwa machozi, huku damu zikiwa zinamdondoka katika mikono yake. Uso wake ulikuwa hautamaniki kutokana na kitendo cha kulia kwa muda mrefu. Kusema kwake kwamba yuko tayari kusema kulifanya mateso yapungue kidogo. Ulikuwa ni usiku wa kihistoria ambao hakuwahi kabisa kushuhudia katika maisha yake. Mateso yale ya kutolewa vidole vyake yalikuwa yamezidi mateso yote ambayo aliwahi kupata katika maisha yake tangu azaliwe. Endapo nikisema ukweli, huenda nitaachiwa huru ama nitauawa, maana watahisi kwamba nenda kuwasemea kwa polisi. Lakini hata hivyo, wale ambapo wapo kule wote watakufa tu, kuanzia mama, yani dada ambaye amenisaidia, pamoja na vichanga vyote. Nilimwambia Marasam kwamba nitawatunza watoto na mimi sioni sababu ya kusema kwamba eti najua wapi walipo. Acha ninyamaze tu, Grace alijisemea katika moyo wake huku akiwa anaangalia vidole vyake ambavyo vilikuwa vinatiririka damu. Suzy alijiweka sawa kisha akarudisha beseni katika meza ambayo ilikuwa mwanzo. Akarudi tena na kumnongoneza Kani ambaye aliweka tabasamu katika uso wake. Mbona hajasema? Aliuliza Suzy. Najua atasema mwache kwanza apumzike, hata asiposema mauti yake itakuwa mbele yake tu muda mfupi tu baada ya maumivu, Kani alisema kwa sauti ili Grace apate kusikia maneno yale. Wakaendelea kuongea huku akiwa anamtazama mtuhumiwa wao ambaye alikuwa anaendelea kudondosha machozi. Grace alishakula kiapo katika moyo wake kwamba hatokuja kuzungumza jambo lolote lile kuhusu mtoto, hasa alipojiuliza maswali ambayo majibu yake yalikuja endapo hata kama akisema hatoachwa huru. Zaidi atauawa tu, na kama sio kuuawa yeye basi Upendo naye pia angeweza kupoteza maisha. Kuna kwa kiapo kile ndani ya moyo wake kulimfanya kuwa jasiri mara mbili ya mwanzo. Okay, una dakika moja ya kusema wapi watoto wamepeleka, alisema Kani huko akiwa anamsogelea Grace na kunywa kitu chake. Tunakubaliana gani baada ya mimi kuweza kusema ukweli? Je, nitabaki kuwa huru au utakuwaje? Aliuliza Grace kwa sauti ambayo ilikuwa na kitetemesha ndani yake. Halafu huyu ujue namshangaa sana. Unajua watoto wanawapa shida tu na hana maisha, badala ya kusema ache tu tuwachukue tu wale, yeye anaanza kuleta mambo yake sijui ni wapi na wapi. Yeye nguchilo huyu. Suzy alidakia kujibu huku akiwa anasogelea katika eneo lile. Swala Grace likamfanya Kani akae kimya kisha akamtazama Grace ambaye hata akuonesha kuwa na wasiwasi juu ya kile alichokuwa anakizungumza. Unataka uwe huru, si ndio? Kani kauliza. Sio mimi tu, hata watoto pia. Okay, hakuna shida, upo huru endapo kama ukituonesha. So sijui upo tayari? Aliuliza Kani. Ndio, nipo tayari. Jibu kutoka katika kinywa cha Grace lilitoka. Sio Suzy wala Kani ambao waliweza kuamini taarifa ile. Wote kwa pamoja waligunganisha viganja vyao kwa kuamini kuwa tayari dili limeshatimia. Walimtazama Grace huko akiwa ameweka tabasamu, naye alipokea tabasamu lile kwa kinafiki huko moyoni mwake, akizungumza kauli ngumu ya kulipa kisasi kwa kile ambacho alikuwa amekifanya. Aliutazama mkono wake wa kulia ambao haukuwa na vidole. Alihisi maumivu makali ndani ya moyo wake. Nikiwa mkubwa nitawaua wote ninyi. Kisasi cha kifo kilikuwa kipo ndani ya moyo wake.
Mfungue kisha tuondoke naye muda huu, Kani alisema. Usiku huu ndo tuondoke naye? Suzy naye alirudia kauli ya Kani kwa mtindo wa swali. Ndio, Kani kaitikia. Zoezi ambalo lilifuata mbele lilikuwa ni Grace kuweza kuwapeleka watu wale sehemu ambayo aliweka watoto. Wazo hili lilipingana na wazo la kwanza ambalo alikuwa amekanusha kuto kusema ukweli hata iwe vipi. Na alifanya hivi kwa makusudi kabisa ili kama kipata mpenyo basi aweze kuwakimbia. Waliondoka mara pale huku yeye akiwa ndio kiongozi wa kuongoza wapite njia ipi na ipi hadi wanafika sehemu husika. Twende upande mwingine wa simulizi yetu. Gari aina ya Lava usajili T547ACH ilisimama pembeni ya geti la Joel na kupiga honi. Hakuwa mwingine ambaye alisimamisha gari lile pale mahala pale bali alikuwa ni Alex aliyekuwa amemchukua Lulu. Baada ya dakika 2 geti likawa limefunguliwa na Joel ambaye alikuwa amevaa pensi ya kulalia alisimama katikati ya mlango. Okay, kumbe Alex bwana, vipi mzigo upo nao? Akauliza Joel. Yes, nipo nao. Na ingiza gari ndani si ndio? Yep. Ingiza zaidi nikupe hela yako, alisema Joel na gari likawa limeingizwa ndani. Joel alikuwa na furaha kuona kwamba tatizo ambalo lingeweza kumsumbua kwa muda mrefu basi linaendelea kumalizika, na hilo si jingine bali ni mtoto wake Lulu. Uso wake ulikuwa na furaha, naye alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuingia ndani ili ampe mke wake taarifa. Alifika na kumwambia Salome kwamba kila kitu kilienda sawa, hivyo aende akachukua hela chumbani kwa ajili ya kuweza kumpa Alex. Na alitoka nje na kuzungumza na Alex ambaye alikuwa amesimama katika gari. Mtoto yuko wapi? Aliuliza Salome. Kwenye buti huyo hapa, Alex alisema, kisha kama amefungua buti la gari na kumuonesha Lulu ambaye alikuwa amejikunyata huko. Kifo cha mama yake kilitaka kupelekea kifo chake pia. Okay, nimemwona. Pesa yako hii hapa, na kuomba unipe mtu wangu, alisema Salome kwa anatoa bahasha ambayo ilikuwa ipo katika matiti na kumkabidhi Alex. Ni yote si ndio? Yes. Kwa nini nikupe nusu sasa? Okay. Mtoni niondoke zangu nikapambana na maisha yangu mimi kwase, alisema Alex, na Lulu kama ametolewa katika gari huku akiwa ameishiwa nguvu kutokana na kusikia maongezi ambayo yalikuwa yanaendelea baina ya Alex na mama yake. Alex aliwasha gari yake na kuondoka katika nyumba ile huku akiwa na mlungura ambao ungemwezesha kuishi vizuri mjini. Hii ndio ilikuwa ni kazi ambayo inampa kula muda wote katika maisha yake. Alifanya kwa muda mrefu, hata wateja wake walikuwa wanaambizana kama ukienda kwa Alex basi kazi yako itarahisisha. Ukakimbia, ukajua kwamba utapatikana mbwewe, alisema Salome ambaye alimvuta masikio Lulu ambaye alihisi maumivu lakini alijikausha tu. Sikia, nenda kachemsha maji ya moto zeni alete hapa. Niko naye hapa nje kwenye bustani. Chukua pia na kisu, huyu kifo chake nataka kiwe ni cha mfano pia. Usau na story, alisema Joel. Macho ya Lulu yalijenga machozi, hakufahamu ni kosa gani hasa ambalo alikuwa amelifanya katika maisha yake. Alijuta kwa nini alizaliwa katika familia ya kikatili kama ile, familia ambayo baba alikuwa hafahamu umuhimu wa mwana katika ulimwengu, familia ambayo pesa ilikuwa na nguvu kuongoza kuliko utu. Wakati babake akiwa amemshika mkono, aliona kwamba ni muda sasa kuweza kumuuliza, baba, unataka kuniua kisa nini? Sijawahi kuwa na mtoto kama wewe. Sawa, tufanye mimi sio mwanao, ila niambia kwa unataka kuniua, aliuliza Lulu kwa machozi yakiendelea kumtoka. Kwa sababu kila nafsi itaonja mauti. Sawa, kwa nini usife kwanza? Kwa sababu mimi ndo ambaye ndio kuleta duniani na nina haki ya kuweza kuondoa pia. Sawa, kwa kuwa ndo nileta duniani na una haki ya kuniondoa, basi fanya hivyo. Ila nikuombe kitu baba, Lulu aliongea kwa sauti ya upole sana. Kitu gani? Nanisha kwamba mimi sio babako. Sawa, nisamehe, ila nakuomba ukishamaliza kuniua, tafuta Biblia, soma Kutoka 20 mstari wa 1 mpaka 17, alisema Lulu, kwa maneno yake akiwa ndo ya mwisho kabisa kuyazungumza kwa wakati ule. Hakutaka kusema jambo lolote mbele ya babake, huku akiwa anasubiria hukumu ya kifo ambayo alishahidiwa tayari. Mbele yake alichokiona ilikuwa ni mauti ikiwa inamsogelea. Malaika wa mauti alifika hadi katika mwili wake na kuishia katika nguo, huku akiwa anasubiri muda mwafaka tu ili aweze kuondoka na nafsi yake. Salome alikuwa ameshachemsha maji ambayo alikuwa ameweka katika ndoo. Alifika nayo hadi sehemu ambayo Joel alikuwa amesimama, kisha alimpa ndoo, naye akawa amerudi tena ndani. Alitoka na kisu pamoja na story. Maji ya moto ambayo hayakuwa na mfano wake yalitua katika ngozi ya Lulu ambaye alipiga kelele lakini alizuiliwa tena kwa kupigwa na ndoo. Mbwa kelele! Si unasema kwamba upo tayari kufa? Lala chini, alisema Joel kumwambia Lulu ambaye alijaribu kumtazama baba yake, lakini kwa kuwa alikuwa hana uwezo huo alishindwa. Macho yake yalibeba machozi ya maumivu ambayo yalidondoka mara kwa mara. Mwisho akasema, nakupenda baba, nakuomba usiniue tafadhali.
alisema, sauti yake ikiambatana na kitetemeshi, lakini Joel hakuonesha dalili ya kuweza kusikiliza kauli ile. Unanitia aibu mimi. Sina budi kukuua na nakuomba unisamee tu katika hili, sina jinsi, alisema Joel na kushika kisu vizuri. Alimtazama Salome ambaye alimuonesha alama ya kuchinja kwamba mume wake harakishe zoezi. Mfunge kanga mdomoni, alisema Joel, na Salome alifanya hivyo. Kisha Joel akamemlaza chini Lulu. Hakutaka hata kumuonea huruma. Kisu kilipita katika shingo yake mtoto wake ambaye alikuwa amezaa na Lucy. Mkoromo wa kutokwa na roho katika mwili wa Lulu ulisikika. Lulu alijaribu kurusha miguu huko na kule, labda kwamba angeweza kupata msaada, lakini siku yake ya kurudi kwa Mungu ilikuwa imefika. Hakuweza kukwepa kifo kamwe, kifo ambacho kilikuwa kimeshikiliwa na babake mzazi. Jesus Christ, sijui nikupe nini, sio kwa furaha ambayo niliokuwa nayo kwa sasa hivi. Yaani bora sasa hivi tumeweza kufanikiwa kuwa huru, alisema Salome huku akitabasamu na kuokota kichwa cha Lulu. Moyo wake ulifurahia kifo kile cha mtoto ambaye hakumpenda katika maisha yake. Damu zikaendelea kuchuluzika katika kisu ambacho kilikuwa kimetolewa kwenye shingo ya Lulu, ambaye alikuwa ametenganishwa kichwa chake pamoja na kiwiliwili. Ilikuwa ni tukio la kikatili ambalo halikuwa na mfano wake. Kumkosa mama yake na penzi kuhamia kwa Salome, unajikuta na kufa kifo cha kikatili sana. Babake mzazi ndo ambaye alishiriki katika dhambi ile ambayo kwa wakati ule aliona kwamba yupo sahihi kabisa. Sina cha kusubiri. Silisema kwamba nataka kumpika supu, aliuliza Joel huku akiwa anafuta damu ambazo zilikuwa zimemdukia katika mwili wake. Baby bwana, nilikuwa natania tu. Nilitania tu, lakini hebu tumkatekate vipande ili kesho wakija watu wataka wakatupe huko, alisema Salome. Sio watu wataka, itakuja kufumuka kesi hapa. Kwa nini si wenyewe kesho tusiende kumtupa ili kuweza kuepusha makesi hapa, alisema Joel. Wazo hili lilikuwa rahisi sana na lenye kueleweka, hata utekelezaji wake ulikuwa ni mwepesi pia. Hivyo Salome hakuona sababu ya kuweza kulipinga wazo lile. Alimkubali mume wake huku uso wake ukiweka tabasamu muda wote. Joel alishika tena kisu kwa mara ya pili, kisha akatenganisha viungo vya mtoto wake ambaye hakuwahi kumpenda katika maisha yake. Ndoto yake kubwa ya kutaka kumuoa ikawa imetimia. Kata mguu vizuri. Ona, umekuwa mrefu, alisema Salome kwa kuwa anamtaka mume wake kukata mguu kwa maridadi. Mateso, simanzi na manyanyaso kwa Lulu vilikuwa vinamalizika. Kifo ilikuwa ni njia pekee ya kuweza kuondokana na kashikashi za dunia. Uhai wake ulimfundisha jinsi gani binadamu jinsi walivyo. Aliomba kukutana na mama yake, hatimaye amekutana naye kwa njia ya kifo. Kifo ambacho kilisababishwa na mwanamke ambaye alimuua na mama yake pia. Walifanikiwa kumkata vipande kisha waliweka vipande vile katika mfuko na kuvihifadhi katika buti la gari, ili kesho kama sio usiku basi mchana wapate kuweza kuvitupa viungo vile. Huu ndio ulikuwa ni mwisho wa maisha ya Lulu, mtoto ambaye alifurahia dunia kwa muda mchache mno. Kufariki kwa mama yake kuliambatana na mateso mengine ambayo yalimhamisha nyumbani kwa babake, na mwisho mama wa kambo anaamua kumshawishi baba ili wamuue, jambo ambalo linafanikiwa na nafsi ya Lulu inarudi kwa Muumba baada ya kuuawa. Tukirudi upande wa Noeli, alikuwa ndo anafika nyumbani kwao ambako uwaga anaishi na Maria pamoja na Betty ambaye ni mfanyakazi wao. Alifungua mlango na kumkuta Betty akiwa anaangalia runinga. Ilibidi amuulize kuhusu Maria. Betty, Maria yuko wapi? Dada, ameenda chumbani kuoga, ila tulikuwa tuko wote hapa, alisema Betty. Sawa. Hakuna shida. Zima runinga, nenda kalale. Unakaa muda wote wapo nasubiria nini? Bili ya umeme ikija hapa utalipa wewe? Ndio aliongea kwa kufoka. Ilibidi Betty anyanyuke na kuondoka mahali pale. Aina hii ya maisha Betty alikuwa ameizoea. Sio Noeli wala Maria mwenye alikuwa na nafsi ya upole. Wote walikuwa ni wakali, ila Maria ndo alizidi kumkaribia mara kwa mara. Wakati anaondoka, alipokuwa amekaribia katika mlango wa chumba chake, alisikia sauti ikitoka Juma. Aliyekuwa anaitwa hakuwa mwingine bali ni Maria ambaye alisimama mlangoni kwake. Shemeji yako amefika na haujaniambia kama amefika. Hivi una akili kweli wewe? Aliuliza Maria. Samahani, hata hivyo nimemueleza kwamba ulikuwa umeenda kuoga, yupo hapo sebuleni na kusubiri, Betty alijibu kwa kunyenyekea mno. Vipi chakula ulimpa? Hapana, sikumpa. Nilijua kwamba mtakula wote. Mbwa wewe. Tule wote wakati mnaona mimi nimetoka kukula muda sio mrefu hivi. Una akili timamu kweli? Halafu kumbe ninapokuwa na kuchekea ndo ambapo unakuwa kama mimi ni mjinga. Hebu njoo hapa, alisema Maria. Ni kweli kwamba Maria alikula chakula, lakini aliacha kwa kudai kwamba hakina ladha
anamsubiri mume wake ili wale wote, jambo ambalo lilimfanya hata Betty asimuulize Noeli kuhusu chakula. Lakini dada Betty alitaka kujitetea lakini akazuiliwa. Hakuna cha lakini hapa, nimesema njoo hapa. Maria alisema naye ilibidi asogee. Alipofika Maria alimshika mkono kisha alimvuta hadi jikoni ambako kulikuwa na jiko la gesi. Aliwasha kwa haraka. Moto uliwaka naye alikandamiza mkono wa Betty katikati ya moto ule. Maumivu yasiyokuwa na mfano yalikuwa kwa msichana yule wa kazi ambaye alitamani afukue kaburi la babake na mamake ili awaambie kile ambacho alikuwa anakipitia. Ngozi yake ya kiganja iliungua, hata vidole pia viliungua na kufanya vikaukiane tu, mithili ya mtu aliyekuwa anataka kukunja ngumi na isikunjike. Mbwa wewe, yaani unaona mtu ametoka kachoka huko unaacha kumpakulia tu unaanza kumwangalia? Alisema Maria kwa jazba huku akiwa anatoa mkono wa Betty katika jiko. Unanifanyia haya kisa sina kwa kwenda, si ndio? Ama kuna kosa jingine ambalo nimelifanya? Kuna muda natamani niwawekee sumu wote mfe, lakini nafsi yangu inakuwa inanisuta, inaniambia kwamba kwa nini uwe. Muda mwingine natamani kwenye gari niweke kifaa ambacho kitaweza kuwalipukia huko mbele, lakini nalo pia nakuwa naogopa nitawaua. Sio kwamba sina pa kwenda kama ambavyo mnakuwa mnadhani, lakini ni heshima tu kwenu. Ila kwa hatua mliofikia Maria, umezidi Maria, hii ni zaidi ya uonevu. Je, na mimi nikisema nichukue maamuzi humu ni mwage petroli humu tufe, maana ni ile pale tu. Niambie basi, sema kama unataka na mimi niwe nikatili kama wewe. Alisema Betty ambaye nguo yake ilikuwa imejaa machozi. Macho yake yaliendelea kudondosha machozi ambayo yalitokana na maumivu makali sana aliyokuwa anayapitia. Maria alikuwa ni Mungu mtu, hataki kabisa kuona mtu akiwa na mzidi kwa namna yoyote ndani ya maisha yake. Alimtazama Betty kwa muda huku bado akiwa na jazba katika uso wake, akasema, wewe ndio ambao unataka kuniua mimi? Wewe ambao umekuja hapa tukakukuta tu kwa afu leo hii eti unataka kuniua? Sasa wewe mbwa, kabla ya kuniua ngoja nikuoneshe mimi nani. Alisema Maria ambaye alionekana kama vile alikuwa anatafuta kitu hivi. Bahati nzuri pembeni kulikuwa na kisu ambacho alikiona. Alikisugilia na kuishika, lakini siku ile haikuwa ya Betty kuchomwa na kisu kile, kwani aliweza kukimbia hadi sebuleni na hapo hakuweka makazi. Alikimbia hadi nje ambako alifungua geti na kuondoka mazima. Yani yuko wapi malaya? Aliuliza Maria baada ya kufika sebuleni. Katoka nje, si ungesema mimi sasa ningekushikia? Fala huyo. Na asikanyaga hapa eti nasema kwamba anataka kuniua. Mimi kabisa wa kuniua. Yaani mimi haki na bahati amewahi kukimbia. Ningemuua hapa mpumbavu. Kama niliweza kumfukuza Grace nitashindwa ili paka dogodogo tu, mbwa kweli kabisa huyo. Maria alikuwa ni mkali, ilibidi Noeli ampotezee. Upendo alikuwa amekaa chini ndani kwa muda huku akisubiri ujio wa Grace akiwa na ndugu zake katika eneo lile, lakini kimya kilikuwa mbele yake. Akiwa katika kitanda kilichokuwa kimesukwa na ukamba hivi, huku akiwa ametandika godoro kidogo hivi zilizotoshea vizuri kabisa, alibaki amedua tu. Macho na masikio yake muda wote alikuwa makini katika mlango, huku muda mwingine akivipeleka kwa vichanga vile. Alianza kuhisi usingizi ukimnyemelea. Aliamua tu kunyanyuka kutoka nje kwa kiona watu ndani. Sijui itakuwa amepotea njia au watoto wameniachia. Alijiuliza bila hata kupata jibu kamili la maswali yake. Wasiwasi kwamba huenda Grace amemwachia watoto ulimjaa katika moyo wake. Ingawa alikuwa anajipa imani kwamba Grace atarudi. Alikaa mahali pale kwa zaidi ya nusu saa, lakini bado hakuna dalili za Grace kukanyaga mahali pale. Usingizi umenizidi, nahitaji kulala. Endapo kama akija basi atagonga mlango, alisema Upendo, kisha akarudi tena ndani na kukaa kitandani ambapo hakuchelewa sana. Usingizi ambao ulikuwa katika ukuta ulimvamia katika mwili wake na kulala. Kibatali ambacho kilikuwa katika stuli kilienda kumulika katika kibanda kile kidogo, ghafla nacho kilizima baada ya kukutana na upepo mkali. Nje ya nyumba mita 15 hivi likasimama gari, lakini Upendo hakuweza kusikia ngurumo ya gari ile kutokana na usingizi. Ndani ya gari kulikuwa na Dr. Kani pamoja na Suzy pia Grace. Na walisimama baada ya kuambiwa kwamba sehemu ambayo Grace alikuwa ameachwa ni pale. Ni ile nyumba pale ndio kuna watoto. Alisema Grace bila hata wasiwasi wote ule. Kauli hata mwenyewe ilimshangaza sana. Kwa nini alikuwa ametamka wakati ya kupanga hivyo? Unaweka kwamba ni pale? Aliuliza Kani. Kwa nini watoe mbali kote kule alafu niwalete hapa? Sina kwa ni mwendo wa simu. Grace alijibu. Kani, labda yupo sahihi. Kwa hiyo tunamwacha au tunaondoka naye? Aliuliza Suzy. Hakuna kumwacha, atakimbia, mbona mshike twende. Wewe binti, si unamjua yule mtu au kwenye kibanda pale hakuna mtu? Kani aliuliza.
Grace alikaa kimya kidogo kama mtu ambaye alikuwa anawaza jambo hivi, kisha akasema, "Yupo mtu anaitwa Upendo, yuko pale." Aliuliza huko akiwa anaangalia mkono wake ambao bado uliendelea tu kutoa damu kwa uchache lakini. "Okay, twende, hebu mshushe hapo." Kani alisema na Suzy alimshusha Grace kisha wakaongozana hadi katika nyumba ya Upendo. Dua na maombi ndani ya moyo wa Grace zilikuwa zikauki. Aliomba juu chini ule Upendo kama atakuwa na uelewa wa juu basi akanusha jambo lile. "Gogo mwenyewe, Upendo." Ilikuwa ni sauti ya Kani ambaye alikuwa anabisha mlango. Sauti ilipenya katika masikio ya Upendo ambaye aliamka na kwenda kufungua mlango kuhisi kwamba ni Grace ndo ambaye alikuwa anabisha hodi. "Ninyi ni akina nani?" aliuliza Upendo kwa anatazama wale watu. Alimwangalia Grace na kumkunjia sura, hata Grace naye alikunja sura yake. Mbaramwezi iliendelea kuamulika wakina Kani ambao walikuwa kwa mahala pale kwa kitazamana. "Wakaniitwa Kani, na huyu hapa ni Suzy. By the way, kuna watoto hapo ndani wawili. Tunawahitaji." alisema Kani kwa hasira kidogo. "Ni watoto wangu au?" alijibu Upendo bila hata wasiwasi. "Sijui nisemeje, binti, hebu nakuomba umuelezee maana wewe ndo ambaye unajua." Kani alisema huko akiwa anamsukumia mpira Grace ambaye alianza kujieleza huko machozi yakimtoka. "Dada, wape tu wale watoto. Wape tu maana wamenipa adhabu ambayo aisee zimeniumiza sina jinsi, wape tu." Grace alisema huko akiwa anamtazama Upendo ambaye alipigwa na butwaa kuamini kama ni kweli Grace ndo ambaye alikuwa anaongea maneno yale. Makubwa. Yaani nitoe damu zangu mimi? Unajua kwamba sijawaelewa. Mnamaanisha nini? Hebu nielesheni vizuri. Mimi niko hapa." Upendo alimkana Grace kama mjui vile. Hadi wakina Kani walihisi walidanganya. "Asante dada, endelea hivyo hivyo." Grace alijisemea moyoni kabla ya kufungua mdomo wake mara ya pili. "Dada Upendo, si wape tu watoto, wape basi, ona vidole vyangu mimi. Ona, sina vidole, wamenitesa sana vya kutosha hawa." Grace alisema tena huku akiwa anapiga magoti na kumuonesha Upendo mkono wake wa kulia ambao ulikuwa hauna vidole. Macho ya Upendo yalitazama na kujenga machozi lakini aliamua tu kujikausha ili akina Kani wasimtambue. Hii kali ya mwaka, kwanza mimi sikujui. Wewe hapo ulipo ni mtoto au mtoto? Hebu nakuomba unisamee maana nitaonekana kwamba ninadharau, kwa hiyo umezunguka kote ukaona uje hapa. Eti ninyi wengine sijui ni akina nani? Hebu nisimulieni vizuri tena vizuri hasa ili si." Kabla hajamalizia sauti mtoto alisikika. Sauti haikuwa ya vichanga bali ni mtoto wake ambaye alikuwa anahitaji kunyonya. Malaika walizungumza na vichanga ambao hata hawakulia baada ya kusikia sauti za mwenzao. Ngojeni naenda kumnyonyesha mtoto wangu." Alisema kwa anaingia ndani akamchukua mtoto wake na kutoka naye nje kwa kumnyonyesha. "Mnasemaje, nilesheni maana yani sijui hata mna maana gani, labda mnaulizia mtoto huyu au?" alisema Upendo. Kauli yake ilimwaminisha Suzy kwamba yule mwanamke alikuwa na mtoto mchanga ndani. Hata sehemu yake ya maziwa ilionyesha hivyo kutokana na kujazia tu kuliko kawaida. Kani naye akamtazama mtoto wa Upendo, aligundua kwamba ni mkubwa, sio wa siku moja au mbili. "Kani, huyu mtoto ametuchoma huyu," alisema Suzy. "Kwa hiyo tuondoke au?" "Ndio, tusijaze nzi hapa. Twende tukamfinye tuko, atatuambia tu kweli huyu," alisema Suzy. Kisha walimchukua Grace na kuondoka mahali pale. Ujanja uliokuwa umetumiwa na Upendo ulikuwa ni mkubwa mno, naye alifanya vile mara baada ya kukumbuka historia ambayo alisimuliwa na Grace mchana wake. Atalipomuona Grace mahali pale ameongozana na kina Kani, alitambua wazi kwamba wale huenda wakawa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanahitaji watoto. Wakati anaondoka, macho ya Upendo alikuwa katika plate number ambayo ilikuwa haionekani vizuri lakini aliweza kuzigundua namba zile. Aliwatazama hadi walipoondoka kisha karudi zake ndani. "Kesho nitaanza kufuatilia lote na kina nani. Nishajua plate number yao," alisema dada Upendo. "Basi bwana, ndio. Ngoja tuone mambo yatakavyoenda. Poleni kwa msiba wa Lulu, tumeshampoteza Lulu katika safari yetu. Bado tuko na Grace na watoto mapacha. Je, maisha yao yataishia wapi? Hii hatujajua kule aliko ameishi maisha gani, lakini nitakujuza katika sehemu ya 4 msikilizaji. Mambo bado ni mengi sana lakini muda unakuwa ni mchache, lakini bado tutaendelea kuweka muda wa kutosha ili kuweza kujua nini hasa kilijili. Hadi mwisho wa sehemu ya 3 msikilizaji ndani ya S Mix Up, napata sehemu ya 4. Tupate kujua kwamba wale baada ya kumua Lulu walifanikiwa nini katika maisha yao. Lakini pia Maria alimanusula muue mfanyakazi wake na kaamua kukimbia. Grace ndo huyu hapa anapitia mateso makubwa sana, lakini bado pia anawindwa na Maria. Kwa hata kama wakimwacha hawa, bado Maria anamtafuta kuweza kumtokomeza kabisa. Bana, ndio nini kitakachokuwa, tutapata majibu katika sehemu ijayo. Director wewe ni mtunzi ni Sam Darfo. Hii inaitwa Nitarudi Mwanangu.
Kama unatumia iPhone tuchia kupitia 0677 062 012 ujipatie sehemu inayofuata. Bye.